Sasa katika hatua hii ya safari yetu ya hekima, simulizi za Injili zinahamisha umakini wao kutoka Yerusalemu na kuelekea kwa wanaume wawili waliokuwa wakitembea kwenye barabara yenye vumbi, wakielekea kijiji kidogo kiitwacho Emau. Kwa takriban miaka mitatu walikuwa wameutoa maisha yao kwa Yesu, wakimfuata kwa karibu. Wao ni sehemu ya kundi kubwa la wanafunzi. Mmoja wa wanaume hao anaitwa Kleopa na yule mwanafunzi mwingine jina lake halijatajwa. Sasa Injili ya Luka inatupa simulizi hili katika sehemu 5. Hii ni tamthilia ya maisha halisi. Na kwa njia, haya yote yanatokea katika siku ya ufufuo. Ni muda mchache tu baada ya hapo, nje kidogo ya mji wa Yerusalemu. Wakati pazia linafunguliwa kwenye sehemu ya kwanza, linaonyesha wanafunzi wawili. Mioyo yao imejaa huzuni kubwa. Mstari wa 13 unatueleza siku hiyo hiyo, wawili kati yao walikuwa wakielekea kijiji kiitwacho Emau, kilicho umbali wa maili 7 kutoka Yerusalemu. Sasa unaweza kugundua, hawa si wanaume wawili tu, bali wawili kati yao. Unaona, hawasi sehemu ya wale 12 wa awali, bali huenda ni sehemu ya ile kundi kubwa la wanafunzi 72 ambao Bwana aliwafundisha. Bwana aliwatuma mapema kwenda kuhubiri na kuponya huko nyuma katika Luka sura ya 10. Walikuwa na huduma kubwa sana wakimfuata Bwana katika siku zile kabla ya kusulubiwa. Lakini sasa, vema, Yesu amekufa. Na kuhusu hawa, wanafunzi hawa wawili wanahusika, vema, miaka mitatu imepita. Ndoto zao kwa wakati huu zimepotea kabisa. Msalaba umetoboa mipango yao. Kwa hiyo walifanya nini? Vema, walipakia virago vyao, wakatupa muhtasari wa mahubiri yao na maelezo ya masomo, na wanaondoka Yerusalemu. Watarudi na watajaribu kuchukua maisha yao tena katika kijiji chao cha nyumbani. Sasa pamoja na hayo, sehemu ya pili inaanza hapa katika mstari wa 15. Walipokuwa wakizungumza na kujadiliana pamoja, Yesu mwenyewe akakaribia na kutembea pamoja nao. Inaonekana aliwafikia kutoka nyuma, kwa hiyo hapa wako wakishirikiana kukatishwa tamaa kwao kuhusu Yesu, na Yesu anaanza kutembea nao. Hata hivyo, mstari wa 16 unatueleza macho yao yalizuiliwa wasimtambue. Unaona, Yesu hataki wamtambue bado. Basi Bwana anapokaribia kutembea kando yao, anawauliza hapa katika mstari wa 17, ni mazungumzo gani haya mnayoyafanya pamoja mnapotembea? Kwa maneno mengine, unajua nini kimewafanya nyinyi jamaa muwe na huzuni hivi? Basi Kleopa anasema, labda kwa kejeli kidogo hapa katika mstari wa 18, je, wewe ndiye mgeni pekee Yerusalemu ambaye hajui mambo yaliyotokea huko siku hizi? Kimsingi anamuuliza Bwana, wewe hujawahi kutoka nje? Basi Yesu angeweza kusema, ndiyo, asubuhi hii tu, na niliacha mlango wazi kabisa. Au kwa kweli Yesu angeweza kusema mambo mengi, lakini kwa uvumilivu anajibu hapa katika mstari wa 19, mambo gani? Unajua mnaongelea nini? Nini kilitokea Yerusalemu? Unaona, Yesu ni mwalimu mkuu. Yeye anataka kuwavuta wanafunzi wake watoe mawazo yao ya ndani kabisa. Kwa hilo wanaanza tu kumweleza kwa undani huyu mtu waliyekutana naye tu, ambaye anaonekana hana habari kabisa kuhusu yaliyokuwa yakiendelea. Huu hapa ni mstari wa 19. Wakamwambia, yahusu Yesu wa Nazareti, mtu aliyekuwa nabii mwenye nguvu katika matendo na maneno mbele za Mungu na watu wote, na jinsi wakuu wetu wa makuhani na watawala walivyomtia mikononi mwao ahukumiwe kifo na kumsulubisha. Lakini tulikuwa tumetumaini kwamba ndiye atakayemkomboa Israeli. Naam. Na zaidi ya hayo yote, sasa ni siku ya 3 tangu mambo haya yatokee. Basi wanaendelea kumwambia Yesu hapa kwamba baadhi ya wanawake walikuta kaburi likiwa tupu na hata wakaripoti kuwaona malaika waliowaambia kwamba Yesu yu hai. Lakini licha ya vipande vyote hivi vya fumbo, hawa wanaume wawili hawawezi kuviunganisha, hivyo wamepakia mizigo yao na wanaelekea nyumbani. Sasa Yesu angeweza kujifunua kwao wakati huu ni nani, lakini hafanyi hivyo.
Na ninaamini ni kwa sababu Yesu anataka imani yao ifungwe si kwa kuona kwao, bali kwa maandiko. Na hapo sehemu ya tatu inaanza Yesu akiwafundisha maandiko. Anaanza hapa kwenye mstari wa 25. Enyi wajinga na wenye mioyo mizito kuamini yote ambayo manabii wamesema, je, haikupaswa Kristo, yaani Masia, kuteseka mambo haya na kuingia katika utukufu wake? Kwa maneno mengine, msalaba haukuwa mwisho, ulikuwa mwanzo. Haukufuta utukufu wa Masia, bali uliushinda adui wa Masia. Hivyo kifo chake hakikuwa mwisho wa njia. Ilikuwa ni mlango wa kuingia kwenye utukufu wa milele kwa wote wanaomfuata. Sasa hapa kwenye mstari wa 27 tunaambiwa kwamba Yesu alianza muhtasari wa masomo ya Agano la Kale 101. Tunasoma na kuanzia kwa Musa na manabii wote, aliwafasiria katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Jamani, huu ulikuwa wakati wa kipekee kweli. Yesu Kristo anafundisha somo la haraka kupitia Agano la Kale lote, akionyesha jinsi yote yanavyomwelekeza yeye. Hivyo hapa una neno hai, Yesu akielezea neno lililoandikwa, yaani Agano la Kale. Unajua, hatujaambiwa kamwe Yesu alisema nini katika darasa hili la muhtasari wa Agano la Kale. Naam, hii huenda ndiyo somo kuu kabisa ambalo halikuandikwa. Lakini tena, ingawa hatuna somo lenyewe, tunayo nyenzo za somo la Bwana. Inaitwa Biblia. Sasa hapa kwenye tukio la 4, wanafika katika kijiji cha Emau, na hawa wanafunzi wawili wanamsihi Yesu abaki nao na kula chakula cha jioni pamoja nao, na Yesu anakubali. Kwa hiyo tunasoma hivi hapa kwenye mstari wa 30. Yesu akachukua mkate, akabariki, akaumega, akawapa, na macho yao yakafunguliwa wakamtambua, naye akatoweka machoni pao. Sasa alipowapa mkate, bila shaka aliwaonyesha mikono yake iliyochomwa misumari, na ndipo mwanga ukawazukia. Macho yao sasa yamefunguliwa kumtambua Yesu. Na niambie wapendwa, Bwana aliwaonyesha mikono yake mwisho, kwa sababu alitaka kuwaonyesha maandiko kwanza. Maandiko ndiyo msingi wa tumaini letu, neno la Mungu. Kwa hiyo swali hadi leo wapendwa, si nini umeona au kupitia ili kuamini kwa Yesu. Swali ni, Biblia inasema nini ili kuamini kwamba Yesu ndiye Masihi? Basi jukumu lake hapa sasa limekamilika, na kwa hilo Yesu ghafla kwa muujiza anatoweka. Lakini angalia jibu la wanafunzi katika mstari wa 32. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu alipokuwa akizungumza nasi njiani na kutufunulia maandiko? Yesu alikuwa amewafuata wanaume hao walipokuwa wakielekea kwenye njia mbaya. Nashangaa rafiki yangu anakufuata leo. Acha. Geuka kuelekea kwake. Sikiliza maneno yaliyorekodiwa katika Biblia. Hili ndilo neno lake, msingi wa imani yako. Sasa tukio la 5 linatokea Yerusalemu, ambako hawa wanaume wawili waliopata uhai upya na wenye msisimko walirudi mara moja. Luka anaandika hapa katika mstari wa 33, wakaondoka saa ile ile na kurudi Yerusalemu. Kwa maneno mengine, wanachosema wao kwa wao sasa ni, sawa, tusijali kwamba siku imeisha. Tusijali kwamba ni usiku sana. Tutarudi tena barabarani. Barabara hiyo inaturudisha kwenye tumaini. Barabara hiyo inaturudisha kwenye huduma. Barabara hiyo inaturudisha kwa wanafunzi wengine. Tuna kazi ya kufanya kwa sababu Yesu yu hai. Basi walipofika tena Yerusalemu, ushuhuda wao sasa unaongezwa kwenye habari njema zaidi. Wanafunzi bila shaka wote wamefurahishwa na kuonekana tena kwa Bwana aliyefufuka. Wanasema hapa kwenye mstari wa 34, Bwana amefufuka kweli kweli. Kisha wanaongeza hili, na ameonekana kwa Simoni. Basi hiyo nayo ni habari kubwa. Kwa njia, kuonekana huku kwa Simoni Petro hakujarekodiwa kwenye Injili, ingawa kumetajwa katika 1 wa Korintho 15:5 ambapo Petro anaitwa Kefa, jina lake la asili.
Mtume Paulo anaandika katika Warumi 15:4 kwamba maandiko yaliandikwa ili tupate tumaini. Basi lazima nikuambie, hawa wanafunzi sasa wamepata tumaini tena. Walikuwa wameipoteza. Hawa wawili hapa, vema, walikuwa njiani kuelekea Emau. Hiyo barabara hiyo ilikuwa ikiwaondoa kwenye tumaini. Ilikuwa inawapeleka katika mwelekeo mbaya. Je, unajua jambo lile lile linaweza kutokea kwako na kwangu leo? Tunaweza kukatishwa tamaa, tunaweza kuvunjika moyo nyakati fulani, tusiweze kuunganisha fumbo la maisha pamoja. Naam, hapa kuna habari njema. Yesu Kristo anaijua njia unayopitia leo. Anajua ulipo kijiografia, kiroho, kihisia. Kwa hiyo rudi kwenye maandiko. Rudi kwenye ahadi za Mungu. Rudi kwenye Biblia. Maandiko yanatuelekeza kwa mwandishi. Na Biblia inatukumbusha kwamba anatembea katika barabara hiyo ya vumbi pamoja nasi. Ingawa kwa muda kidogo huenda tusimtambue. Sisi huenda tusione mkono wake, lakini yuko pamoja nasi na yeye ndiye kila kitu tunachohitaji. Naam, mpaka tutakapoanza safari tena wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.